Karibu kwenye utabiri wa nyota wa Jumapili. Tarehe ni 9 mwezi ni wa 8 mwaka 2026. Leo jua liko katika nyota ya Simba na mwezi uko katika mapacha. Ikifika saa 9 na dakika 45 mwezi utaondoka kutoka nyota ya mapacha uingie katika nyota ya Kaa. Hivyo basi nishati ya Jumapili ni kuwa ni siku ya kukamilisha yaliyopita, kupanga hatua mpya na kutumia fursa kwa busara. Jua likiwa katika nyota ya Simba linaongeza ujasiri, ubunifu na kujiamini, huku mwezi ukiwa katika nyota ya mapacha unaleta msukumo wa kuchukua hatua, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani. Ni siku nzuri sana ya kuweza kupanga, kufuatilia malipo na pia kuchunguza fursa mpya kwenye mawasiliano ya kweli, kusikiliza hisia. Kwa hivyo ni siku nzuri ya kuweza kupanga yajayo na kuchukua hatua kwa ujasiri bila kukurupuka. Hivyo basi tutaenda moja kwa moja tuone utabiri wa siku ya Jumapili katika kila nyota unasemaje. Tuanze na nyota ya kwanza, nyota ya punda. Nyota ya punda leo Jumapili unahimizwa kumaliza mambo ambayo hayajakamilika kabla ya kuanza majukumu mapya. Kifedha, kufuatilia malipo ambayo bado hujapokea au kurejeshewa fedha zilizochelewa kunaweza kuboresha hali yako ya fedha. Safari inaweza kuhusisha kupeleka kitu muhimu au kutembelea sehemu ambayo umekuwa ukiahirisha kwenda kwa wiki kadhaa. Katika mapenzi, kumpa mtu umakini wako wote wakati wa mazungumzo mafupi kunaweza kuwa na maana zaidi kuliko kupanga matembezi makubwa. Kazi na masomo, kwa wanaosoma vitanufaika zaidi ukimaliza kazi zilizokusanyika badala ya kuanza miradi mipya. Baraka zako zinakuja kufungua milango yako ya bahati na kazi nzuri inakuja kwenye maisha yako bila kutarajia. Mambo ya zamani yanapokamilika, nafasi mpya inaanza kufunguka mbele yako. Hekima ya siku ya leo ni kuwa kumaliza mambo ya zamani kutafungua nafasi ya mwanzo mpya. Hivyo basi shirikiana na wenzako kupanga malengo ya wiki ijayo. Twende kwa nyota ya pili, nyota ya ng'ombe au Taurus. Tukiangalia siku ya leo, nishati ya leo inakupendelea sana, inakupendelea kujenga faraja kupitia maamuzi ya vitendo. Kifedha, kununua kitu kipya badala ya kuendelea kukitengeneza mara kwa mara kunaweza kuwa uwekezaji wenye busara zaidi. Safari inaweza kuhusisha kutembelea maduka ya samani, maeneo ya kuboresha nyumba au sehemu zinazokupa mawazo ya kufanya maisha yako yawe bora. Mahusiano yataimarika unapounda mazingira ya amani ambayo kila mtu anajisikia huru kueleza mawazo yake. Ukuaji wa kikazi unatokana na kuboresha mazingira yako ya kazi. Usihofu kuhusu mipango yako ya kazi. Njia zako za bahati zitafunguka na utafanikiwa. Mazingira yenye amani na mipango mizuri yatakusaidia kutumia fursa zinazokuja kwa njia bora zaidi. Hekima ya siku ya leo ni kuwa mazingira yenye amani yatakuunga mkono wa maendeleo yenye maana. Hivyo basi kagua matumizi yako ya hivi karibuni na uone ni mipango ipi imeleta matokeo mazuri zaidi. Nyota ya tatu, nyota ya pacha au Gemini, leo inakukumbusha kwamba si kila jibu linapatikana mara moja. Kifedha, kufanya utafiti kabla ya kukubali kazi ya kujitegemea, mkataba au ushirikiano kutakusaidia kuepuka matatizo yasiyo ya lazima. Safari inaweza kukupeleka kwenye tukio la karibu ambapo kubadilishana mawazo kutakuwa na thamani zaidi kuliko sehemu yenyewe. Katika mapenzi, mambo yataenda vizuri zaidi unapoweka udadisi badala ya kufanya makisio. Masomo na kazi vitasonga mbele kupitia kuuliza maswali yenye kufungua mazungumzo ya kina. Unakaribia kufikia malengo yako na fursa zinakuja mfululizo kwenye maisha yako. Baadhi wanaweza kupewa ahadi ya pesa, hivyo endelea kuuliza maswali na kuchunguza taarifa kabla ya kufanya maamuzi kuhusu fursa zinazokuja. Hekima ya hii siku ni kuwa swali sahihi mara nyingi hupeleka fursa sahihi. Hivyo basi maliza haraka ujumbe mfupi au barua muhimu zinazohitaji majibu ili mawasiliano yaendelee vizuri. Nyota ya nne, nyota ya Kaa au nyota ya Kansa, leo unahimizwa kuimarisha hisia zako, kuwa sehemu ya familia na jamii. Kifedha, utapanga ununuzi wa pamoja wa familia au lengo linalohusu nyumba kunaweza kuleta pamoja. Safari inaweza kuwa kuhudhuria mkusanyiko wa familia, ibada au tukio la kijamii litakalokutanisha tena na watu au mizizi yako. Mahusiano yatazidi kuwa ya kina unapokuwa tayari kuwepo kihisia badala ya kujaribu kutatua kila tatizo.
Wale ambao wanafanya kazi na masomo watanufaika unaposikiliza hisia zako za ndani wakati wa kufanya maamuzi muhimu. Mtu atajitokeza kwa ajili yako. Natarajia bahati kubwa ya pesa itakayokidhi mahitaji yako yote unayokusudia. Kuwa tayari pia kupokea msaada au uwepo wa mtu ambaye anaweza kuwa muhimu katika hatua yako inayofuata. Hekima ya siku ya leo ni kuwa kujisikia umeunganishwa na wengine hukupatia ujasiri wa kukua. Hivyo basi, pangilia majukumu yako ya kila siku kulingana na mambo ambayo ni muhimu kwako. Nyota ya 5, nyota ya Simba au nyota ya Leo, leo unapaswa kuzingatia kujenga ushawishi wa kudumu badala ya kutafuta sifa za muda mfupi. Kifedha, kuna thamani ya ujuzi wako inaweza kukupatia ujasiri wa kudai thamani unayostahili. Safari ambayo kesho utapata ni kumtembelea mshauri, mwalimu au mtu ambaye uzoefu wake unakupatia msukumo wa kuchukua hatua inayofuata. Mapenzi yataimarika unapotoa shukrani na kuthamini mwenzi wako mara kwa mara, si wakati wa matukio maalum peke yake. Kwa wanaofanya kazi na wanaosoma, leo mafanikio ya kazi yatakuja kupitia kuwasaidia wengine, kukua pamoja na mafanikio yako mwenyewe. Pia tarajia kupata kazi wiki 2 zijazo. Weka nia ya kufungua biashara yako binafsi, lakini pia kuna uwezekano wa kuvunja uhusiano na mtu ambaye hajali hisia zako. Tumia uongozi wako kujenga maisha unayoyataka badala ya kutafuta kuthibitisha thamani yako kwa wengine. Hekima siku husika ni kuwa ushawishi wa kweli huwaacha wengine wakiwa na nguvu zaidi kuliko walivyokuwa awali. Hivyo basi, chukua uongozi thabiti katika mpango wako wa siku ili kuweka kila mtu mwenye mwelekeo mmoja. Nyota ya 6, nyota ya Mashuke au nyota ya Vago. Nishati ya leo inakusaidia kuboresha taratibu na mazoea yako ya kila siku. Kifedha, kuandaa mpango wa matumizi wa wiki nzima badala ya kusimamia matumizi siku moja baada ya nyingine kutakupatia uwazi zaidi. Safari inaweza kuhusisha kupanga nyaraka, kumkamilisha shughuli rasmi au kutembelea ofisi fulani ya huduma. Mahusiano yako yataimarika unapoacha kujaribu kutabiri kila kitu kitakachotokea na utakapoanza kufurahia wakati uliopo. Kwa hiyo anafanya kazi na kusoma, masomo na kazi vitastawi kupitia ratiba yenye nidhamu. Hekima ya siku husika ni kuwa mazoea mazuri hupunguza msongo wa mawazo usio wa lazima. Kwa hivyo basi, tenga muda wa kujifunza ujuzi mpya au kutumia kifaa kipya kitakacho kurahisishia maisha yako ya kila siku. Nyota ya 7, nyota ya Mizani au Libra. Leo inakuhimiza kuchagua kuwa wewe mwenyewe badala ya kujaribu kumfurahisha kila mtu. Kifedha, kukataa mwaliko au matumizi yasiyo ya lazima kutasaidia kubaki kwenye vipaumbele vyako. Safari inaweza kuhusisha kutembelea bustani yenye utulivu, eneo la kando ya ziwa au sehemu yenye sanaa ambayo itarejesha ubunifu wako. Mapenzi yataimarika unaposema hisia zako za kweli badala ya kukwepa mazungumzo magumu. Fursa za kikazi zitaonekana zaidi pale ubunifu na upekee wako utakapoonekana. Bahati kubwa inakuja kwako binafsi. Tarajia mwanzo mpya wa maisha ya ndoa na fursa ya pesa itakayokidhi mahitaji yako. Wiki 2 zijazo utafanikiwa kupata kazi. Usikubali hofu ikufanye uache kuwa wewe mwenyewe, kwa sababu upekee wako unaweza kuwa sehemu ya mafanikio yako. Hekima ya Jumapili ni kuwa ukweli hujenga mahusiano imara zaidi kuliko kujaribu kuwa mkamilifu. Na ushauri nitakao kupatia ni kuwa sambaza nguvu zako za kazi kwa usawa siku nzima ili kuepuka kuchoka sana inapofika jioni. Nyota ya 8, nyota ya Scorpio au nyota ya Nge. Leo inalipa maandalizi makini kwa ajili ya fursa zinazokuja baadaye. Kifedha, kupitia upya malengo yako ya uwekezaji au kusasisha kumbukumbu za fedha kutakupatia kujiamini zaidi. Safari inaweza kuhusisha kukagua nyumba au mali, kuchunguza eneo la biashara unaloweza kutumia baadaye au kufanya utafiti kuhusu sehemu muhimu. Katika mahusiano yatazidi kuwa ya kina kupitia uthabiti kuliko kuonyesha hisia kwa namna kubwa na ya ghafla. Watu wanaofanya kazi na masomo na kazi yatanufaika kutokana na kupanga mikakati kwa utulivu nyuma ya pazia. Tarajia maisha mazuri na mafanikio ambayo umeyasubiri kwa muda mrefu, lakini jitahidi kufanya maombi, kwa sababu kuna mtu anakufanyia ubaya uteseke kwenye maisha yako. Endelea na maandalizi yako kwa utulivu na usiruhusu hali hiyo ikuzuie kufikia malengo yako. Hekima ya siku husika ni kuwa maandalizi ya kimya kimya mara nyingi
huzaa mafanikio yanayoonekana. Hivyo basi ushauri ninaokupatia ni kuwa panga na kuhifadhi faili zilizokamilika na safisha eneo lako la kazi ili kuanzia Jumatatu ukiwa na nafasi mpya kiakili. Pia usisahau kufanya cleansing. Nyota ya 9, nyota ya mshale au nyota Sagittarius, leo inakuhamasisha kuchunguza maarifa yaliyo karibu nawe. Kifedha, unaweza kukopa vitabu, vifaa au rasilimali. Badala ya kununua kila kitu mara moja, kunaweza kuwa jambo la busara. Safari inaweza kuhusisha makumbusho, kituo cha sayansi, warsha ama maonyesho ya kielimu ambayo unapofika yatakupatia mawazo mapya. Mapenzi yatakuja kupitia kujifunza ujuzi mpya pamoja au kusaidiana katika mambo ambayo kila mmoja anayapenda. Kazi na masomo vitasonga mbele wakati udadisi wako utakapogeuka kuwa mazoea ya kujifunza mara kwa mara. Baadhi ya watu wanakufanyia ubaya usipate ndoa kwenye maisha yako ama usifanikiwe. Hivyo basi pia jitahidi kufanya maombi, utafanikiwa. Pia mpenzi wako anaweza kukuahidi kufunga ndoa na mafanikio yanakuja kwako. Baadhi mnaweza kuumwa na tumbo, kuhisi kizunguzungu. Hivyo basi jifunze kutegemea umbali, kuna tegemea utayari wa kujifunza. Yaani kujifunza au kutegemea umbali, kuna tegemea utayari wa kujifunza. Na ushauri nitakaokupa ni kuwa andika mara moja mawazo yako mapya yanayokujia ili uweze kuyatumia katika mipango yako ya baadaye. Nyota ya 10, nyota ya mbuzi au Capricorn, nishati ya leo inakuhimiza kutambua maendeleo ambayo hayawezi kupimwa kwa namba pekee. Kifedha, kutazama umbali uliotoka ndani ya mwaka uliopita kutakuongezea kujiamini. Kunaweza tokea safari za kikazi au mazungumzo ya kujenga mahusiano ya kikazi ambayo yatakuletea fursa, lakini jitahidi uweze kuwa mvumilivu kabla hujaanza kuonyesha matokeo. Mahusiano yataimarika unapopata muda wa kusherehekea mafanikio badala ya kuendelea kufikiria majukumu ya baadaye kila wakati. Maendeleo ya kikazi yatakuja kupitia uongozi wenye uwiano. Pia mikataba au fursa nyingi za kazi zinakuja kubadilisha maisha yako. Baadhi mnaweza kuingia kwenye mahusiano mapya, kupoteza au kuibiwa kitu chenye thamani kwako. Usihofu kuhusu mipango ya kazi kwa sababu njia zako za bahati zitaanza kufunguka na utafanikiwa. Hekima siku husika ni kuwa mafanikio huwa na maana zaidi unapoyatambua na kuyathamini. Hivyo basi fanya maamuzi muhimu ya kimkakati kwa kutegemea taarifa na ukweli unaoonekana, si maoni ya hisia peke yake. Nyota ya 11, nyota ya ndoo au Aquarius, leo unahimizwa kuyatazama mambo uliozoea kwa mtazamo wa mtu anayeanza kujifunza. Kifedha, utaanza kuchunguza miradi, hiyo ni mradi wa kijamii, uwekezaji wa pamoja au biashara ya kushirikiana. Hii itakufungulia uwezekano wa baadaye. Safari inaweza kutokea ambayo itakuunganisha wewe na wabunifu au wavumbuzi katika mipango ya kijamii na itapanua mtazamo wako. Katika mahusiano yatachanua pale ambapo nyote wawili mtajisikia huru kueleza mawazo yasiyo ya kawaida bila kuhukumiana. Katika masuala ya kazi na masomo yataboreka kupitia kujaribu njia mpya kwa ubunifu. Baraka zinakuja kuleta nuru na mafanikio kwenye maisha yako. Kwa hivyo usihofu kuhusu pesa, kazi au mapenzi. Bahati inakuja kwa ajili yako. Tumia udadisi au kuuliza maswali, kuchunguza fursa mpya na usiogope kujaribu njia tofauti tofauti. Hekima ambayo iko ni kuwa udadisi huifanya safari ya ukuaji iendelee. Hivyo basi nakupatia ushauri wa kuwa maliza mambo yote ambayo bado hayajakamilika ili uanze wiki ijayo ukiwa na ukurasa mpya. Nyota ya 12, nyota ya samaki au Pisces, leo inakukumbusha kwamba kupunguza kasi wakati mwingine ndio njia yenye tija zaidi. Kifedha, utaepuka manunuzi yanayotokana na hisia, kutakupatia uwazi zaidi kuhusu mambo ambayo ni muhimu kweli kwako. Safari inaweza kuja ambayo ni kutumia muda karibu na maji, kuhudhuria kipindi cha kutafakari au kutembelea sehemu ambayo inakupatia amani ya ndani. Pia katika masuala ya mapenzi yatakuwa na maana zaidi kupitia kuelewana kwa utulivu kuliko mazungumzo ya kila wakati. Kazi na masomo vitastawi unapojitengenezea muda usiokatizwa kwa kufikiri au kwa ubunifu. Pia unakaribia kufikia malengo yako na fursa zinakuja mfululizo kwenye maisha yako. Baadhi wanaweza kupewa ahadi ya pesa, kwa hivyo endelea kujitahidi kutatua matatizo ambayo ni kizuizi kwenye mipango yako ya kazi. Lakini kuwa makini kwa sababu kuna mtu anavuruga kila hatua ambayo italeta mafanikio kwenye maisha. Na hekima ambayo nitakupatia siku, amani ya ndani hukusaidia kutambua njia iliyo mbele yako. Mara nyingi uwazi huja
unapokuwa umeteulia. Hivyo basi weka daftari karibu ili uandike haraka mawazo bunifu yanayokujia bila kuvuruga umakini wako. Huu ndio utabiri wa siku ya Jumapili ya tarehe 9 Agosti mwaka 2026. Kumbuka utabiri huu ni utabiri unaotegemea planet zilivyo align ama sayari zilivyo align, na pia sehemu ya jua na mwezi uko wapi. Hivyo chukua kinachokuhusu na uache kile hakikuhusu. Usisahau kusubscribe, gusa kengele ili kila video mpya itakapoingia uwe wa kwanza kuiona. Pia usisahau kulike, comment and share.